Na mpenzi mtazamaji wa channel hii ya YouTube ya 5 Media, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Leo ninaenda kuletea makala kuhusiana na historia ya MC Pilipili, kuishi kwake hadi umauti ulipomkuta, ambapo alizaliwa mwaka 1985 na akaja kufariki mwaka 2025. Ngoja nikoe kidogo ninaposoma historia hii ya kusisimua. Mnamo tarehe 1 Oktoba mwaka 1985 katika ardhi ya mkoa wa Dodoma alizaliwa mtoto wa pili wa Mathias na Mariam Matebe aliyepewa kwa jina la Emmanuel Mathias. Baadaye akaja kufahamika na wananchi wengi kama MC Pilipili, mmoja wa washereheshaji wa ucheshi maarufu nchini Tanzania. Kipaji chake na maisha yake ya utotoni tangu akiwa mtoto, Emmanuel alionyesha kuwa na vipaji vingi na vya kipekee. Alikuwa mcheshi, mchangamfu na mwenye uwezo wa kufanya watu kufurahi. Alipenda sanaa ya uchoraji, uimbaji, kucheza mziki na mara nyingi alitamani kuwa mwandishi wa habari au hata mchungaji. Moja ya vipaji vyake vilijitokeza mapema. Alikuwa na uwezo wake wa kuigiza sauti za watu maarufu, kubadili nyimbo za mziki wa kizazi kipya na kucheka kwa wale waliomzunguka. Hata katika umri mdogo, kipaji chake kilitambuliwa na kanisa la Baptist Bible Church na kutunikiwa cheti cha mtoto wa nuru kutokana na kuangaza na kuleta furaha kwa watu wengine. Fahamu safari yake kielimu. Taaluma. Akiwa sekondari, mwalimu mmoja alitambua kipaji chake cha theaters arts, ambazo ni jukwaa na kushawishi achague somo hilo. Hapo ndipo safari yake rasmi ya ucheshi na ushereheshaji ilipoanza. Alianza kufanya matukio madogo kama vile birthday, harusi na vipaimara, na taratibu jina lake likaanza kung'ara. Baada ya kuhitimu mafunzo ya ualimu mwaka 2009, MC Pilipili alikumbana na kipindi kigumu baada ya kufiwa na baba yake, jukumu la kuendeleza familia ikiwa mikononi mwake. Hata hivyo, hakukatisha tamaa. Aliamua kutumia kipaji chake kuwa chanzo cha kipato, na hatua hiyo ikageuka kuwa mwanzo wa mafanikio makubwa. Kupanda kwa umaarufu kutoka kwenye matukio ya mikoani Dodoma hadi jijini Dar es Salaam na baadaye Kenya, Uganda, Rwanda na hata Afrika Kusini. MC Pilipili alijenga jina kama mshereheshaji mwenye upekee na mvuto wa kipekee. Umahiri wake ulimfikisha kwenye majukwaa ya bungeni, kwenye makanisa makubwa na hata kwenye majukwaa ya kimataifa. Alikuwa akisema sherehe ni MC, lakini maisha yake yalikuwa zaidi ya sherehe. Yalikuwa safari ya kupanda na kushuka, bidii na moyo wa kueneza furaha. Alikuwa mfano wa wasanii waliotengeneza nafasi kupitia ubunifu, unyenyekevu na kuwatia moyo watu wengine. Maisha na familia. MC Pilipili alifunga ndoa Juni 29 mwaka 2019 na mpendo wake Philomena maarufu kama Cute Mena, na wawili hao walibarikiwa kupata mtoto mmoja. Aliongoza thamani ya furaha katika maisha yao. Umauti na hatua ya mwisho safari. Mnamo Jumapili, siku ya majonzi, Novemba 16 mwaka 2025, mshumaa wake ulizimika mkoani Dodoma, mahali alipozaliwa na alipopapenda sana. Alifariki anaenda kutekeleza kazi aliyoipenda zaidi ya kucherehesha sherehe ya harusi. Kifo chake kilianza simanzi kubwa kwa familia, mashabiki, wasanii wenzake na jamii kwa ujumla. Urithi wake. Leo tunakumbuka MC Pilipili Emmanuel Mathias si tu kama mchekeshaji au mshereheshaji, bali kama nembo ya tumaini, bidii na uthubutu. Alikuwa na sauti ambayo ilifanya watu watabasamu, moyo uliogusa maisha ya watu wengi, kwa mfano vijana, kwamba kipaji kinaweza kubadilisha maisha. Urithi wake utaendelea kuishi kupitia kicheko, kumbukumbu na mioyo ya wote walioguswa na kazi zake. Katika safari ya maisha ya MC Pilipili tulishuhudia nguvu ya tabasamu na uwezo wa kipaji kubadilisha maisha. Ilikuwa zaidi ya mshereheshaji, alikuwa dawa ya huzuni, rafiki wa kila mtu na amani ya kwa waliovunjika. Kupitia ucheshi wake alifundisha dunia kuwa furaha si jambo la kifali, bali ni baraka ya kugawana. Ingawa mwili wake umetutoka, mwanga wake umebaki. Kila kicheko alichokipanda kimekuwa kumbukumbu isiyofutika moyoni mwetu. Urithi wake ni kielelezo kwamba maisha yanapimwa si kwa muda uliotolewa duniani, bali kwa athari aliyoacha mtu kwa watu.
MC Pilipili ameondoka, lakini alituachia sababu elfu za kuendelea kutabasamu. Vita amevipiga, umelinda mwendo, umeumaliza. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Hii ndiyo historia fupi ya MC Pilipili.